Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Ni muda sasa wa kuangalia kipindi cha Maisha ni Nyumba. Tunatembea nawe, tunatazama kipindi hiki ambacho kinaangalizia mambo mbalimbali yatekelezayo na Shirika la Nyumba la Taifa, takribani katika mikoa yake ambapo ofisi zimeenea huko. Karibu mtazamaji mpendwa wa kipindi chetu, na tunafurahi sana kuwa mmoja kati ya wadau wengi wanaofuatilia kipindi hiki. Leo kipindi chetu kimepiga hodi katika jiji la Dodoma. Tuko Dodoma kuangazia namna ambavyo Shirika la Nyumba la Taifa limeshiriki, linashiriki, litaendelea kushiriki katika kuhakikisha na wapatia wananchi makazi yaliyo bora zaidi kutokana na uhitaji wa nyumba za makazi kwa mkoa huu baada ya serikali kuhamisha shughuli zake jijini Dodoma. Jina langu naitwa Domena Remanyila, karibu uwe pamoja nasi. Ni kipindi kinachoendelewa na Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo mwenyeji wetu kwa kuanza ni meneja wa NHC Dodoma, na mzungumzia ndugu Gibson Mwaigomole. Karibu sana katika kipindi chetu kwa mara nyingine. Asante sana mtangazaji. Kwa majina anaitwa Gibson Mwaigomole, kama ulivyoshasema, ni meneja wa Shirika la Nyumba mkoa wa Dodoma. Tunapozungumzia Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Dodoma, tunazungumzia shirika ambalo kwa namna gani limeweza kutekeleza moja ya malengo yake, kuhakikisha wananchi wanapata makazi yaliyo bora, kuhakikisha wananchi wanaenjoy na kufurahia uwepo wa shirika katika mkoa. Sisi kama shirika, kazi zetu za kila siku ni tunajenga nyumba za makazi na biashara, na tunauza, na zingine zinaenda kuongezeka katika nyumba zetu ambazo tunazipangisha zikiwa za makazi na biashara. Lakini pia sisi ni wakandarasi class 1, na pia tunafanya shughuli ya kusimamia miliki zetu, kwa maana ya kwamba tunafanya matengenezo lakini na kukusanya kodi kutoka kwa wapangaji ambao wamepanga hizo nyumba zetu. Kwa mkoa wa Dodoma, shirika limekwisha fanya baadhi ya miradi ambayo ipo iliyokamilika na mingine inaenda kuanza. Kwa siku za nyuma shirika lilishajenga tuna nyumba ziko Kongwa tumezipangisha, lakini pia tulijenga nyumba kama 190 eneo la Medeli ambazo tumekwisha ziuza, na pia tuna nyumba tulijenga kulikuwa na mradi tunauita nyumba 1000 ambazo tuna nyumba 100 eneo la Chamwino. Hizo zote zimeshakwisha uzwa, na kuna nyumba 303 zipo eneo la Yumbu, na zingine zipo 300 tena eneo la Yumbu. Nimetaja 300 mara mbili kwa sababu ni miradi ambayo inatofautiana kwa sisi kwa ajili ya kujiname hiyo miradi, hizo project. Lakini pia tuna nyumba za kupanga ambazo zipo katikati ya mji. Majengo haya yapo Iringa Road na mengine yako Mpwapwa. Na sasa hivi tuko kwenye ukarabati mkubwa ambao unaendelea kwenye estate ya Kikuyu. Sasa hivi tunafanya matengenezo ili zile nyumba kuzipandisha ziwe zina habitable. Lakini ukiangalia baada ya serikali kuhamishia shughuli zake hapa jijini Dodoma, uhitaji wa nyumba ulikuwa ni mkubwa sana, na si ulikuwa tu, hata mpaka sasa bado watumishi wengi wanaendelea kuhitaji nyumba katika mkoa huu. Shirika la Nyumba la Taifa limechangia kwa kiasi gani kwa hawa watumishi ambao wanahitaji kupata makazi yaliyo bora? Sisi kama shirika hapa Dodoma, kama nilivyokwisha sema mtangazaji, kuna nyumba ambazo tulishajenga ambazo zipo nyumba kama 600 Yumbo, 190 Medeli, lakini tunakuja na mradi mwingine tunaita Medeli Phase 3. Hizi ni nyumba tunakwenda kuanza ndani ya miezi miwili. Ni nyumba takriban 150. Kwa hivyo utakuta ni namna gani shirika linaelewa na linatambua uhitaji ambao umekuwa ukiongezeka kila siku hadi siku, kwa sababu ya shughuli nyingi za serikali zimehamishwa Dodoma. Kwa hiyo uhitaji umekuwa mkubwa, na sisi tumejipanga kuendelea kujenga nyumba kwa ajili ya kutimiza hiyo uhitaji la nyumba. Mradi huu ambao unaozungumzia unaokuja hivi punde ndio huo wa Samia Housing Scheme ambao umeanza Kawe jijini Dar es Salaam, lakini 20% nakuja hapa jijini Dodoma? Hapana. Katika mradi wa Samia Housing Scheme shirika limegawanya 50% ipo Dar es Salaam, ambapo wenzetu tayari walikwishaanza phase ya kwanza nyumba 560,
lakini Dodoma tuna 20% na mikoa mingine imepewa 30%. Kwanza hapo nikuweke sawa, ndugu mtangazaji, utaona kabisa kwamba shirika linatambua umuhimu wa Dodoma. Ndio maana tumepewa 20% tofauti na mikoa mingine ukiondoa Dar es Salaam. Tukija kwenye swali lako, Samia Housing Scheme kwa Dodoma nadhani tutakwenda kuianza katika mwaka wa fedha unaokuja. Hii niliyoitaja Medeli Phase 3 ni hadi tu ni project zingine. Lakini Samia Housing Scheme ipo na tunategemea kwenda kuijenga eneo la Njedengwa. Eneo la Njedengwa ni very prime na tuna takriban eka 43 katika eneo hilo. Pale ndo tutaenda kuweka huu mradi wa Samia Housing Scheme. Hii awamu ya pili unaoitaja ya Medeli mnaijenga wapi? Na je, shirika linakuja na utofauti upi kati ya ile Medeli tunayoiona ya sasa na Medeli itakayokuja hiyo mpya? Hii ni Medeli Phase 3. Tunaenda kuijenga ni eneo la hapo katikati. Ukitoka kama ni mwenyeji wa Dodoma, kuna eneo ni roundabout wanaita kwa Shabibi. Katika hiyo barabara kuja kwenye eneo la ambako taasisi za serikali nyingi zimejengwa, ndo eneo lenye la mradi utakwenda kuwa hapo. Na ni nyumba ambazo tunaenda kuzitofautisha na zile za kwanza. Nyumba hizi kwanza magorofa yenyewe yatakuwa ni G+7. Yani yatakuwa marefu. Kwa maana hiyo baada ya kutambua kwamba majengo yanaenda kuwa marefu, tutaweka lifti, tutayaboresha eneo lile, tunaenda kuliboresha, tunaweka maeneo ya michezo kwa ajili ya kutakuwa na court za basket. Kwa hiyo ni eneo ambalo linaenda kuboresheka kabisa. Mradi huu unaanza lini? Mradi huu mtangazaji, tunaenda kuanza ndani ya miezi miwili. Kufika mwezi wa 6 mwishoni watu wataanza kuona pale kuna mabadiliko, kwa maana ya kwamba tutakuwa tumeshaanza kufanya site cleaning, piga hoarding. Yani kuna sasa hivi taratibu zilizopo ni kumalizia tu umaliziaji wa kureview michoro na kuongeza nakshi kama hizo ambazo nimekwisha kusema hapo awali. Na umetuambia kwamba eneo la Ndejengwa na kwenda kujengwa Samia Housing Scheme, ndio kusema miradi hii itakuwa ikienda kwa pamoja? Hapana. Samia Housing Scheme tunaenda kuianza mwaka wa fedha unaokuja. Unajua sisi serikali inakwenda na mwaka wa fedha unaanza mwezi wa 7. Huu Medeli utaanza wa 6. Wa 6. Ina maana huu uko tayari katika mwaka wa fedha uliopo. Kwa hiyo ule unakwenda kwanza mwaka wa fedha ujao ambao ni mwezi wa 7 kwa 8 wa 9 ndio tukaanza mradi wa Samia Housing Scheme. Pamoja na hayo, hongereni kwa hatua hizo za kutamani kuhakikisha wananchi wanapata nyumba. Lakini pamoja na hayo, shirika lina mpango gani sasa wa kuhakikisha nawekeza jengo kubwa la biashara? Haya Gibson, utakubaliana nami, tunayashuhudia kule Kagera, tunayashuhudia Tanga Mkwakwani, tunayashuhudia Morogoro ambako yanajengwa majengo makubwa, tusisahau Singidani, Raha Leo na kadhalika. Kwa upande wa Dodoma? Kwa upande wa Dodoma ni kweli, hasa ukichangia na uhitaji kama tulivyokwisha sema, watu wanataka majengo mazuri ya biashara. Kwa upande wa Dodoma tumejipanga. Bado tunaendelea kufanya mawasiliano na wadau ambao wana maeneo hasa hiyo karibu na katikati ya mjini, ili at least tukija kufanya jengo la biashara liwe sehemu ambayo linaongeza uzuri au mandhari ya Dodoma, lakini pia kibiashara. Kumbuka sisi tunajengesha kibiashara. Kwa hiyo jengo la biashara tunaoenda kuliweka lazima na sisi tutaangalia vigezo hivyo ambavyo kwamba tunakwenda kuweka jengo eneo ambalo tutafanya biashara. Kwa upande mwingine tuna jengo dogo tunakuja nalo ambalo litakuwa la maduka takriban 20 tunaenda kuyajenga hapo eneo la Iringa Road. Mpwapwa. Katika kama umeshafika maeneo yale ni eneo ambalo liko njia ya kwenda Singida pale kwenye mataa. Pale tunakwenda kujenga jengo ambalo litakuwa na maduka takriban 20. Lakini pia Iyumbu tuna eneo ukiwa unaelekea kwenye jengo la utawala la UDOM. Eneo lile tutakuja na mradi ambao utakuwa ni nyumba za biashara, majengo ya biashara, lakini pia tutaweka nyumba za makazi. Ni nyumba ambazo zitakuwa na mfanano wa majengo yale ambayo tumeyaweka Chamwino. Kwa hiyo hatujaiacha sana Dodoma, bado tuko kwenye huo mipango. Kwa hiyo tunafanya mipango ya kuweza kupata jengo eneo hilo jambo tunalifanyia kazi, na litakapokuwa tayari
tutatoka tu kwenye vyombo vya habari ili wananchi wote wapate kuelewa. Lakini pia upande mwingine shirika sisi ni wakandarasi, nimekwisha sema awali, class 1. Na serikali tunashukuru, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ilionyesha kuliamini shirika na tumepewa kazi kubwa sana. Hapa Dodoma kuna, ndugu mtangazaji, kuna mji unaitwa Mtumba, mji wa serikali Mtumba, mji wa Magufuli. Katika ule mji shirika limepewa kazi kubwa. Tumepewa kufanya ukandarasi wa majengo ya wizara 8 na 2 sisi ni washauri elekezi, kwa sababu pia tunafanya shughuli za consultancy. Kwa hiyo utakuta shirika kama shirika kwa mkoa wa Dodoma, participation yake kwenye uchumi wa kuanzia mtu mmoja mmoja wa mpaka kitaifa ni mkubwa sana. Kwa sababu umeligusia hili la Mtumba, unadhani ni kwa nini NHC ikapewa kandarasi ya kujenga majengo takriban 8 na 2 ya ushauri katika awamu ya pili? Kwa sababu utakumbuka awamu ya kwanza yale ya chini shirika pia lilishiriki, na sasa limeshiriki katika awamu ya pili kujenga majengo makubwa. Wewe unadhani ni kwa nini NHC imepewa majengo mengi zaidi kuliko wakandarasi wengine wowote, hususan wanaotekeleza miradi katika mji wa serikali Mtumba? Kwa urahisi ukilichukulia hili jambo ni imani ya serikali ambayo iko juu ya shirika. Kwanza umeangalia kazi zetu zilizopita. Siwezi nisiongelee sana mikoa mingine kwa wenzangu, lakini tukiangalia hapa tu Dodoma, shirika hapa limejenga baadhi ya majengo ya taasisi. Sisi tumejenga jengo la ofisi la EWURA, tumejenga TCRA. Sasa hivi sisi ndio tunaendelea na ujenzi ule pale ile jengo lile. Usisahau TMDA. TMDA tumewajengea na TMDA kwa imani yao wakatuongeza kazi nyingine ya kuwajengea incinerator, eneo la kuteketeza nani. Yes. Kwa hivyo nadhani hiyo imani imekuwa ikizidi kuongezeka kwa sababu ya utekelezaji wa majukumu yetu ambayo tunayafanya kwa usahihi. Hongereni sana. Lakini tunapoelekea tamati, tuangalie kwa ufupi sasa, pamoja na majengo ambayo hayo mmepewa kandarasi, lakini pamoja na miradi inayokuja, kwa sababu hili ndio tunataka kulifahamu zaidi, na watazamaji wetu wengi wamekuwa wakitamani kujua shirika lina mpango gani kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata makazi katika jiji hili la Dodoma. Hebu tuambie kwa upande wa maboresho sasa. Tunajikita katika miradi mingine mipya, lakini tukumbuke nyuma tuna nyumba ambazo tayari tulikuwa nazo ambazo zipo na zina wapangaji. Hizi kwa sasa mpango ukoje? Kwa nyumba zetu tulizo nazo, yani ukiwa unazungumzia miliki, nimekwisha sema hapo awali kwamba tunafanya matengenezo, lakini pia tusahau kwenda kudai kodi. Maana ndio jukumu la msingi. Kwa matengenezo kwa mkoa wa Dodoma tumekwisha fanya majengo yetu yaliyo katikati ya mji. Majengo ya Mpwapwa, yale magorofa tumepaka rangi na kufanya mifumo ya maji taka. Tumeboresha sana. Nadhani ndugu mtangazaji, kama utapata nafasi ya kupita utaweza kuyaona. Iringa Road tumeshafanyia. Kongwa tumefanya matengenezo ya nyumba zile zipo 42. Ukizitazama zile nyumba zilivyokuwa na sasa ni tofauti kabisa. Lakini shirika kwa kipindi hiki tumefanya marekebisho, tumeboresha zile nyumba kuanzia mifumo ya maji taka, umeme mpaka na nyumba zenyewe jinsi zilivyo. Na sasa hivi tunavyoongea katika hizi shughuli za kufanya matengenezo, tupo eneo moja linaitwa Kikuyu. Pale Kikuyu tuna estate ina nyumba zaidi ya 10, ziko 14. Pale sasa hivi tunaendelea na matengenezo, napo ni matengenezo makubwa mno. Zile nyumba tunaenda kubadilisha madirisha, tunabadilisha muonekano wa ndani, rangi, nje, mifumo ya maji yote inafumuliwa, tunaweka upya mpaka landscaping. Hizi za Kikuyu shirika lina mpango wa kuziuza? Hapana, zile za Kikuyu zipo katika miliki yetu. Mtazamaji ambaye ulikuwa ukiuliza nyumba za Kikuyu za shirika la nyumba la taifa kama zinauzwa, umemsikia Bwana Gibson Mwegomole ambaye yeye ndiye mwenye dhamana kusimamia mkoa huu wa Dodoma kwa upande wa shirika la nyumba la taifa kwamba Kikuyu hapana, haiuzwi.
Haya ndio ambayo amebahatika kuzungumza yeye kupitia kipindi hiki, lakini tunaendelea na kipindi chetu. Tunakwenda kuzungumza sasa na yule ambaye anahusika na uuzaji wa nyumba hapa Dodoma, ili aweze kutueleza, je, nyumba bado zipo? Ziko za aina gani na bei ikoje? Ili wewe mtazamaji wetu unayetamani kumiliki nyumba Dodoma uweze kupata majibu. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tuendelee na kipindi chetu. Kwa jina naitwa Watson Balo, ni afisa mauzo na masoko kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo na habari njema kwako wewe Mtanzania. Mradi wa Morocco Square sasa umekamilika. Na nikuibie siri tu, bado nyumba za makazi zinapatikana katika mradi wa Morocco Square, na utakapolipa 80% utakabidhiwa nyumba yako, na kiasi kilichobakia utalipa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza. Na nikung'ate sikio Mtanzania, nyumba zilizobakia ni 3 bedroom apartment normal na 3 bedroom apartment duplex. Najua unajiuliza, duplex ni nyumba aina gani? Hii ni nyumba ya ghorofa ndani ya ghorofa. Kwa mawasiliano piga 0736114433 au tembelea tovuti yetu www.nhc.co.tz. Na mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, tuendelee na kipindi chetu. Tunatazama kipindi Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa, na leo kipindi hiki kiko katika jiji la Dodoma, NHC Dodoma. Mara hii baada ya kupata mapumziko mafupi, nimemwalika Bi Mariam Chisumo. Huyu ni afisa mauzo na masoko kutoka Shirika la Nyumba la Taifa hapa Dodoma. Mariam, lengo la kukukaribisha hapa ni kutaka kumfahamisha mtazamaji ambaye anatuangalia, hususan yule anayetamani kumiliki nyumba katika jiji hili la Dodoma. Hali iko vipi? Kwa sasa tuna nyumba nyingine ambazo ziko kule Iyumbu, utazipata. Zipo za ukubwa wa square mita 91 na viwanja pia ni vikubwa, vipo mpaka square mita 700. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania waje kwa wingi kupata hizi fursa. Lakini pia kwa Dodoma tuna mradi wa upcoming project Medeli. Kwa hiyo pale napo tutajenga nyumba ambazo zitaenda juu, ni flats. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania waje kwa wingi kuja kununua hizi nyumba. Tumezoea ama Watanzania wamezoea kuona Shirika la Nyumba la Taifa linapokuwa linatekeleza mradi sehemu fulani, mara nyingi tunaanza ile pre-sale. Vipi kwa upande wa hizi Medeli Phase 3, hali ikoje? Hali ni nzuri, tunawakaribisha Watanzania waje kama tulivyosema awali. Tunafanya pre-selling. Kwa hiyo bei bado hazijatoka, ila zikitoka tutaanza kufanya hizo pre-selling. Yeah. Na kwa sasa Dodoma, Mariam, ni nyumba zipi ambazo mko nazo ambazo mnaziuza? Kwa sasa ni kule Iyumbu. Iyumbu utapata nyumba. Yes. Utaratibu uko vipi? Utaratibu ni mtu anachagua nyumba, atajaza form zetu zinapatikana kwenye website yetu, au anaweza kufika kwenye ofisi za National Housing, kwenye tawi lolote la National Housing. Atapata form, atajaza form, atalipa 10% ya bei ya nyumba ambayo atakuwa ameichagua, na kiasi kilichobaki inategemea sasa. Ndio ile labda kuna pre-selling, atatumia maybe pre-selling, au anaweza akalipa ndani ya mwaka mmoja au miezi 6, inategemea na mradi uko kwenye hatua gani. Au option nyingine anaweza akalipa 10% na 90%, au kiasi ambacho kitakuwa kimebaki atalipa kupitia mortgage. Na jambo zuri ni kwamba hiyo nyumba ambayo atainunua ndio hiyo itakuwa ndio collateral yake. Yes. Na hii ni katika awamu ya sasa au awamu zote katika awamu zote, nyumba zote za National Housing. Yes. Hebu tuambie hizi ambazo unasema zipo ambazo zinauzwa bei ili mtu aweze kujipanga. Nyumba zetu hizi zinaanzia kuanzia 198 mpaka 120.
Aha, ambayo nyumba hiyo inakuwa ya vyumba vingapi? Inakuwa ina vyumba vitatu. Yes. Na huduma zingine? Huduma ambazo zipo, kuna commercial ziko pale, utazipata. Utapata kuna nursery school, na jambo zuri ni kwamba ile nursery school imeanza. Ambao mnaendesha ninyi wenyewe NHC? Hapana, kuna mtu ambaye aliinunua, kuna mtu anaimiliki. Yes. Lakini iko ndani ya compound ya National Housing. Na zile nyumba. Yeah. Na je, ikiwa sasa kuna mwananchi ambaye labda alinunua nyumba hapo awali, hili ni moja ya swali ambalo liliwahi kuja kwetu. Alinunua nyumba hapo awali, lakini bahati mbaya ameenda amelegalega na mambo kama hayo. Lakini huku kuna wale wengine ambao wanakuwa wanasubiri. Hapa mchakato unakuwa vipi? Ikitokea kuna mteja labda ameshindwa, kama nimekupata vizuri swali lako. Kama mteja ameshindwa, kuna hatua ambazo mteja kwanza tunawasiliana na huyo mteja ambaye yule aliyekuwepo. Kama ameshindwa kabisa, anapewa barua. Tunaanza kwanza na barua. Yaani mchakato unaanza na reminder, zile soft reminder. Tunampa ameshindwa, hivyo tunaenda naye. Alafu baadaye tutafanya cancellation ya yule mteja aliyekuwepo. Then baada ya pale, kama kuna mtu ambaye yuko kwenye waiting list, tutaangalia yule aliyekuwa wa kwanza kwenye waiting. Unaweza kukuta labda wako watatu. Kwa hiyo tutaangalia yule aliyekuwa wa kwanza kuja, either amelipia, then tutamwallocate kwenye hiyo nyumba. Yes. Kwa hiyo tunaepuka ile kufanya double allocation kwenye nyumba moja. Yeah. Na nyumba ambazo mnaziuza hapa Dodoma, ukubwa wake unalingana? Kwa sababu bei umetuambia inaanzia milioni 98 mpaka 100 na ukubwa zinalingana hizi nyumba? Hapana. Ukubwa haulingani. Fafanua. Kuna moja ina square mita 120, kuna nyingine ina square mita 91 ukubwa wa nyumba. Kuna nyingine ina square mita 100. Kwa hiyo ukubwa unatofautiana, na ndio maana hata bei zinatofautiana. Au labda ukubwa wa maeneo, tunaanzia basi square mita 500 mpaka 700. Right? Kwa hiyo ndio maana hata bei zinatofautiana kulingana na nyumba na kiwanja. Chisumo, mteja amenunua nyumba, amemaliza malipo yote, mmemalizana, hati yake anayo na kila kitu. Shirika linamruhusu mteja huyu kuweza kubadilisha walau nyumba yake tofauti na ilivyokuwa pale awali wakati mnamuuzia? Sasa inategemea kwenye kubadilisha. Kuna zile nyumba ambazo ukizungumzia nyumba za Dodoma, labda za Iyumbu, zile tumetoa full ownership. Kwa hiyo mteja anaruhusiwa kufanya chochote, lakini lazima aende kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kupata vibali. Hiyo moja. Lakini kuna nyumba nyingine ambazo mteja hata ruhusiwa kufanya chochote. Kuna zile nyumba ambazo tunatoa unit title. Kwa hiyo kuna vitu vina limit kwamba hiki lazima wakutane, kunakuwa na zile association. Kwa hiyo wakikutana wanasema tunataka kubadili kitu fulani. Nataka kufanya kitu fulani. Kwa hiyo lazima waende kwenye uongozi. Ili wapate ruhusa ya kufanya hiko kitu. Wewe ni afisa mauzo hapa Dodoma. Unamwambia nini mwananchi ama mtumishi wa serikali ambaye anatafuta nyumba kwa sasa tena ya kumiliki yeye mwenyewe? Kwa sasa namwambia mtazamaji anatakiwa aje katika ofisi za National Housing ambazo ziko Dodoma. Tuko Mkandarasi floor ya 6. Anaweza akaja akakutana na maafisa wa mauzo, akahudumiwa na akapata nyumba, kwa sababu nyumba zipo. Jengo la Mkandarasi ghorofa ya 6 ndipo ambapo zipo ofisi za shirika la nyumba la taifa kwa upande wa mkoa wa Dodoma. Unaweza ukafika hapa kwa wewe ambaye unahitaji kununua nyumba katika mkoa huu. Lakini pia shirika la nyumba la taifa halijajifunga. Popote pale zilipo ofisi zake nchi nzima, unaweza kufika huko na kuwaeleza unahitaji nyumba mahala fulani. Anaitwa Mariam Chisumo, yeye ni afisa mauzo na masoko wa shirika la nyumba la taifa hapa Dodoma. Mtazamaji, ikiwa unahitaji kununua nyumba, changamkia fursa hiyo. Tunachana na Bi Mariam na sasa tunakwenda kuzungumza na yule ambaye anahusika na milki
katika nyumba za NHC hapa Dodoma. Na mtazamaji, tuendelea na kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba, na leo kama unakumbuka nimekuambia kipindi hiki kinakujia kutoka jijini Dodoma, na tumemsikiliza meneja katika mazungumzo yake. Alitueleza kwamba kwa sasa NHC Dodoma hususan katika eneo la Kikuyu wako katika maboresho makubwa sana ya kuhakikisha zile nyumba ambazo zilijengwa mwaka 1972 zinafanyiwa maboresho makubwa, maboresho ambayo yatakwenda kubadilisha mandhari kabisa ya eneo lile la Kikuyu. Pembeni yangu ni Bi Pauline Kamage, yeye ni afisa miliki wa NHC hapa Dodoma. Pauline, hebu tueleze kwanza, NHC Dodoma ina idadi ya nyumba ngapi ambazo mpaka sasa mmeweza kupangisha? Shirika Nyumba mkoa wa Dodoma kwa sasa tuna nyumba kama 260. Na zote zina wapangaji? Zote zina wapangaji. Tuna nyumba Kongwa, tuna nyumba Dodoma mjini ambapo ziko Iyumbu, zipo mjini kwenyewe, alafu na Kikuyu. Aha. Tuangalie Kikuyu ambako ndo mko katika maboresho makubwa sana. Maboresho haya ambayo tumeambiwa yanakwenda kwa takriban kipindi cha miezi mitatu. Utaratibu ukoje ikiwa mpangaji ambaye yuko ndani ya nyumba sasa NHC nataka kufanya maboresho makubwa, alafu labda huyu mpangaji akatamani apishe haya maboresho aende sehemu nyingine pembeni ili kuwe na uhuru wa ninyi kufanya kazi vizuri, na yeye basi asikutane na kadhia zile za ujenzi pindi mafundo yanapokuwa ndani wakiendelea na utekelezaji wa majukumu yao? Kwenye ukarabati kama huu kweli tunapata wateja wa hivyo ambao wanapenda wapishe, watupishe tufanye ukarabati afu wenyewe warudi. Kwa hiyo tunawaruhusu, wanaotaka kutoka tunawaruhusu, lakini sasa kuna kuondoka kwa aina tofauti. Akisema aondoke tu yeye mwenyewe atupishe, hiyo haitoshi kwa sababu ana vitu mle ndani, inabidi avisogeze afanyaje. Kwa hiyo tunapendelea naye awepo ili ashiriki kwenye, maana kuna upotevu wa vitu. Mafundi sio kwamba wote watakuwa wako vizuri, wapo wengine watakuwa na tabia nani. Kwa hiyo lazima naye awepo, at least ajue vitu vyake ni vipi, atusaidie kuvisogeza au ashuhudie wakati vinasogezwa. Kwa mtu kama huyo anayesema kama nataka niondoke, huwa tunamshauri kama anaondoka anabeba na vitu vyake. Na hiyo akiondoka namna hiyo inakuwa ni kama ameachia nyumba. Anakuwa ameachia nyumba, kwa inabidi aturejeshie kwanza nyumba ili tuisitishe kwenye malipo ya kodi. Kwa tunamwambia andika barua unairejesha tuistopishe isilipe. Lakini kama anataka yeye asistopishe lakini anataka pia atoe vitu, hilo tunamruhusu, anaweza akatoa lakini huku aendelee kulipa. Tunakuwa tunamtambua bado ni mpangaji ingawa nyumba inaendelea na matengenezo. Kwa hiyo kodi hatutaistopisha. Lakini akisema atoke na kodi asimame kulipa, basi tutamruhusu, alafu utakapokuja tutampangisha mpya kama mpangaji mpya mwingine. Kwa tutampa ofa, akiridhia kwa terms ambazo zitakuwepo kwa wakati huo, tutampangisha. Asiporidhia kwa hiyo kumbe mawili yote yanawezekana. Yes, yote yanawezekana. Na huu karabati mkubwa ambao mnaufanya kwa sasa utapelekea kupandishwa kwa kodi? Hiyo lazima, sababu vitu vingi tunafanya pale. Tunabadilikuza kwa nyumba zote za zamani sana. Mwaka 72 standard zile sio za sasa hivi. Kwa hiyo tunaweka tiles, tunaweka madirisha mazuri, tunaangalia ndani ceiling board, zile vitu vya majitaka na maji safi sanitary zote tutazibadilisha, tunaangalia majikoni kule, makabati tutaweka vizuri. Yaani tunataka tuzibadilishe ule muonekano wa zamani, tuzilete ziwe nyumba za kisasa. Tumefanya hivyo Kongwa, nyumba zimebadilika kabisa, yani ni tofauti. Kwa hiyo na Kikuyu tunataka na kwenyewe kidogo zipendeze zaidi. Mpangaji ambaye yuko sasa ndani ya mojawapo kati ya nyumba nyingi zilizoko Kikuyu ana taarifa hizi za kwamba pindi ukarabati unapomalizika, nyumba inapokuwa imekamilika, tayari kiwango cha kodi kinapanda kinakuwa hiki? Hapana, kwa sasa hatujawapa na hiyo kwamba kodi tutabadilisha, lakini kodi hatutegemei kwamba as soon as matengenezo yaishe ndio tupandishe. Hapana, tutapandisha pale mkataba wa mpangaji utakapoisha. Kwa kama atakayepatikana mkataba wake umeisha kwa mwezi huo wa 4, labda tumemaliza ukarabati, yeye ataingia kodi mpya. Mwingine atakaye kodi mkataba utaisha mwakani, basi ataanzia mwakani. Tutaenda kwa namna hiyo. Hatutabadilisha
mara tu baada ya ukarabati. Hapa na kufika hapa, mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kutoka mtaa wa Kikuyu, kiwanja namba 47, Kitalu A, jijini Dodoma. Ndipo ambapo tunahitimishia kipindi hiki kwa siku hii ya leo, ambacho kimeuangazia mkoa wa Dodoma. La ziada hatuna. Kwa niaba mwenzangu tunaoshirikiana kuandaa kipindi hiki, mimi ninayekuaga naitwa Domina Roemanyila. Panapo majaliwa tukutane juma lijalo. Asante na kwaheri.